Hali ya sintofahamu ilitanda hii leo katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, baada ya mvutano kuzuka kati ya mawakili wa serikali na wale wa upande wa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu. Mvutano huo ulitokea muda mfupi baada ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru kuahirisha kesi ya uhaini inayomkabili Lissu kwa muda wa nusu saa. Wakati kikao kikiwa kimefikia tamati, inadaiwa kuwa wakili mmoja wa serikali alimshambulia wakili wa Lissu anayejulikana kama wakili Ikoti Lissu, hali iliyosababisha tafrani ndani ya ukumbi wa mahakama. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa katika ukurasa rasmi wa Chadema ikiambatana na video mjongeo, inaonyesha wakili wa serikali akimshambulia wakili wa Lissu, wakili Ikoti Lissu, leo tarehe 6 Oktoba 2025 baada ya shauri kuahirishwa kwa nusu saa. Mashuhuda wa tukio hilo wanasema vurugu hizo zilianza kufuatia mabishano kuhusu nafasi za kukaa ndani ya chumba hicho cha mahakama, ambapo mawakili wa pande zote mbili walihusiana katika mvutano wa maneno uliozidi nguvu. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari, hali hiyo ilitulizwa baada ya naibu msajili wa Mahakama Kuu Livin Yakinana kuingilia kati kwa kutumia kipaza sauti na kuwataka wote waliokuwepo kutulia, akisisitiza kuwa kesi nyingine zinaendelea katika jengo hilo hilo la Mahakama Kuu. Wakati huo huo, kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu inaendelea kusikilizwa, ambapo leo mashahidi wa jamhuri wameanza kutoa ushahidi wao. Lissu anakabiliwa na shtaka moja la uhaini kinyume na kifungu cha 39 sura ndogo ya pili aya D cha sheria ya kanuni ya adhabu, shtaka linalotokana na maneno anayodaiwa kuyatoa kuhusu kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu mwishoni mwa mwezi huu. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.